Ninachowaambia kitu kimoja, kwamba tulichukua ahadi viongozi wenu kwamba tumemaliza uchaguzi mkuu, uite jina utakaouita. Sisi tunafahamu kilichotokea, na jana nilikuwa nawaambia wengine kwamba msifikiri kwamba wale ambao walijichukulia kilichokuwa si cha halali, msifikiri kwamba wana amani. Hawana amani, kwa sababu wanajua wanatembea na kibudu, wanakwenda wakirudi wanakula kibudu. Mnajua kibudu ni nyama ya mfu. Na niliwaambia pia kwamba niliwaambia jamani, mke haibiwi wala mume haibiwi, au sio? Anaibiwa ama ni mwanamme au mwanamke, kwa sababu akiibiwa kule anakokwenda hendi na chuo, kwa sababu kuwa mke au kuwa mume ni jambo la kisharia. Tumefahamiana? Kwa hivyo akichukua yeye anakuwa na mchepuko tu, au sio? Akipewa pesa akenda hija kapewa na mchepuko, jamani, inasihi. Akipewa pesa akenda umra kapewa na mchepuko, inasihi. Akifunga kapewa futari na mchepuko, inasihi. Sasa mna wasiwasi wa nini? Na wenzetu tunasema kuwa mwakilishi ni utaratibu wa kisharia, kuwa mbunge ni utaratibu wa kisharia, kuwa diwani ni utaratibu wa kisharia. Kama umeuiba ubunge, kama umeuiba uwakilishi, kama umeuiba udiwani, wewe una mchepuko tu, au sivyo? Sasa wanatembea na sasa. Ndio maana tukasema nchi yetu hatuwezi kukubali tukaendelea na ujinga kama huu. Lakini kuna wenzetu wengine wao ujinga mtamu, kwa sababu wanafaidika nao. Na ndio maana sisi tukasema baada ya uchaguzi tutakachokitafuta ni kurejesha heshima katika nchi yetu. Nchi irudi kwa wananchi, nchi iendeshwe kwa heshima, ndio tutakapopata maendeleo. Kwa hivyo mazungumzo yote tuliyokuwa nayo, hatukwenda kutafuta namna sisi tutagaiwa vyeo au tutapata vyeo kiasi gani. Tumekwenda kutafuta nchi hii ni vipi itarudi mikononi mwa wananchi, ili heshima irudi. Hayo ndio yamekuwa mazungumzo yetu na msingi unaongoza mazungumzo yetu. Na mimi niwaambie, alhamdulillah, kuna wengine walikuwa shida kutuelewa, sasa wametuelewa. Na niwaambie, kuna wengine hata wa upande huo huko mwingine nao sasa wanapambania hili tunalolipambania sisi. Palipobakia ni kwenda kumalizia yaliyobakia, lakini ndani ya muda mfupi ujao tutapata na tutakuja kuwaambia tumefikia wapi. Mimi niwaambie, AG shahidi wangu hapa, vikao vyote vikimalizika tunapata kujua kinachoendelea. Yeye shahidi mzuri sana, na mkongwe hapa yupo Sheikh Nasor, na yeye anajua kila hatua, kila nukta tunayoendelea. Sisi tunasema katika kile tunachokitafuta tupo hatua nzuri, lakini haijamalizika. Lakini bado tunaomba muendelee kutuamini. Tutakapokuwa wenzetu tunaona hawaendi tunakokwenda, jamani, hatuoni vibaya, hatuoni aibu. Sisi tutarudi kwenu, kwa sababu nyinyi ndio mliotutuma na nyinyi ndio mtakaotuambia tufanye kitu gani.